Mchungaji wa Simba, habari za muda huu bwana? Tunamshukuru Mungu sana. Mambo yanaenda? Mungu ni mwema sana. Mbona kinyonge sana mchungaji? Wala hamna unyonge wote. Hamna unyonge. Umeona vyuma vilivyoshuka kwa watani zako Young Africans? Vyuma vitatu kwa mpigo. Vyuma vimeshuka. Tena vyuma ya kufa mtu. Sasa shida inakuja kwamba hata mwaka jana wale watu walikuwa wazuri. Mbona bwana? Hata usajili wa mwaka jana Yanga walishusha vitu. Lakini je, walikriki? Shida watu wanapenda kushabikia sana ushauri. Mtu anza akaja hapa mazingira yakamkataa. Umeona bwana? Anza akaja ukaingia gharama ukamsajili kwa hela nyingi, alafu mwisho siku ukapata hasara. Wale wachezaji ni wazuri, lakini je, kwa wasifu wao ni wazuri. Lakini je, wataendana na hali halisi ya kwetu sisi? Ndio shida inapokuja hapo. Shida sio kusajili. Kusajili jambo lingine na kuja kukriki ni swala lingine. Unaweza kumleta mchezaji hapa wewe mwenyewe ukasema jamani ndio yule niliyekuwa namuona au mtu mwingine. Kwa hiyo tusubirie, tuwaone na tuwape muda. Sababu tumeona wengi ambao wamekuja kwa design hiyo, kwa mbwembwe nyingi, usajili mkubwa. Hapa alikuja mchezaji kutoka Ufaransa hapa, mfahamu yule Mrundi yule. Ufaransa. Alishindwa kukriki. Ndio maana sisi tunakuwa na mashaka. Kwa mpaka tuone mwisho. Kwa sasa hivi tukikwambia kwamba eti watafanya vizuri, subiri tuone mpaka mwisho kwamba itakuwa. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao wametambulishwa usiku ni pamoja na MVP kutoka Zambia, lakini vile vile raia mwingine kutoka Ufaransa. Ma MVP wala usihangaike nao. Wanacheza wamekuwa MVP lakini wameshindwa kufanya vizuri. Wameondoka, wameenda huko, wamerudi tena, wameenda Singida. Kwa hiyo issue ya kuwa MVP sio kigezo. Kigezo ataadapt na mazingira ya sehemu husika. Yaani ndio shida tu hiyo. Wachezaji wale ni wazuri, hakuna mtu anayewakataa, lakini wataingia katika mfumo. Shida hiyo. Kwa upande wako mchungaji, unaona bado mna nafasi ya kuendelea kuchimba dawa Jangwani? Sisi nafasi tunayo kwa sababu gani? Sisi tunaendeleza tulipoishia. Sio watu kuja kuwafanyia majaribio tena. Leo hakuna mtu ambaye ana wasiwasi na Kibisawala. Leo hakuna mtu ana wasiwasi na Libase. Leo hakuna mtu ana wasiwasi na Ura. Umeelewa? Hakuna mtu ana wasiwasi na Chama. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni maboresho, kuongezea. Wao wanakuwa kama wanaanza upya. Mbona kazi hiyo? Kwa hiyo sasa haya maboresho ambayo sisi tunayafanya, pale tulipoishia ndio tunapoendeleza. Wao wanakuwa kama wanaanza upya. Ndio hiyo shida inapokuja. Ni wachezaji wazuri sawa, watakubaliana na mazingira, ndio tabu inapokuja hapo. Kwa hiyo nadhani usajili wa Young Africans umefanya mchungaji mcha siku wanaishia pale pale dirisha dogo, kwanza sina kutafuta wachezaji wengine. Mimi sijasema. Yaani nachosema mimi nijue wafanye kazi na waonekane wakubaliana na mazingira yetu. Kwa sababu huu usajili hakuna Yanga amekusajili vibaya. Hata mwaka jana mbona sajili vibaya, lakini mbona wachezaji wengine walishindwa kuendana na mfumo. Kumbuka unakutana na kocha wa South Africa ana mifumo yake. Hao wametoka sehemu tofauti. Sasa mpaka aje waadapt na kocha, eneo husika, hali ya hewa, nini ni kazi. Mmemleta Ibrahim Dumbia, raia wa Mali, kijana mdogo miaka 22, goli 17 akizipachika kwenye msimu wake ndani ya ligi kuu ya Mali. Mchungaji wa Simba, kijana unamwonaje? Naye tumpe muda. Umeelewa? Sisi tuna kikosi kamili kipo ambacho kina usumbufu, kipo. Ambacho hata Gomez anaanza. Kibisawala mwenyewe anajua kwamba nikisimama hapa Chama anasimama hapa. Libase kisimama hapa anajua kwamba Ura anasimama hapa. Umeelewa? Timu ipo tayari. Sisi tunataka tufanye sisi. Huyu bwana mdogo ambaye Dumbia amekuja, sisi tunamtesti tu. Bana Gomez kaa benchi tumuone huyu. Mwisho siku kama atakriki watakuwa wanashindana na nani? Na Gomez. Lakini kwa sasa hivi kukupa majibu yote inakuwa ni ngumu, sababu mpaka adapt mazingira, mpaka tumuone. Hao tunaosema tushawaona. Huyu aliyekuja bado. Kwa hiyo tukisema tumsifie sana tutakuwa tunaharibu. Tusifie labda usajili, lakini kwenye vitendo kwenye theory yuko vizuri, practical bado. Mambo mengine. Mambo mengine. Kwa hiyo shughuli ni pevu sana. Mambo mengine. Mchungaji, kwa hiyo kwa mazingira haya mchungaji, tarehe 12 unaamini kwamba mnaenda kuwafanyia ubaya ubwela watani zenu Young Africans kwenye mchezo wa ngao ya jamii? Wale tunaenda kuwatoa ukungu wale, ushamba ule wale. Wajua kwamba wako Dar es Salaam. Kupitia Simba hii, sisi tuna kikosi kamili. Wale tunaenda kutoa ushamba, ukungu ule wanastuka ya chakula chuma 3 chuma 4. Wanaambia ndio Simba, ndio wale wanaanza kuzoea sasa, wanaanza kuzoea. Kwa hiyo kazi wanayo, Yanga shughuli wanayo.
Shughuli wanao tena sio ndogo. Shughuli wanao tena sio ndogo. Kushindana na kikosi cha Simba sasa hivi una moyo mkubwa. Kumbuka na mwalimu wala wachezaji tu washazoeana. Ndio shida inakuja sangine wachezaji kuzoeana. Umeona? Hao watakuwa tayari washafanya nini? Washazoeana, wamecheza msimu mzima. Kwa hiyo wanapoingia hakuna jipya. Yeah. Hata leo utaona Kagame huko. Leo Kagame leo naisi ataisha wale vijana zaidi ambao tumewasajili waonekane leo. Baadaye tunaingiza kikosi kamili kwa sababu Simba imeenda yote. Kwa hiyo Simba Sports Club safari mfumo ambao wanakuja nao, mwalimu anakuja mfumo wake. Kwanza ni mfumo ambao hauhitaji sana striker. Hapo nashangaa shabiki analalamika eti nataka striker. Wewe unataka magoli, unataka striker. Kwa hiyo usajili wa huyu bwana mdogo akichemka, sisi tunaendelea vile vile kama vile ilivyokuwa msimu uliopita. Kwa hiyo mnaendeleza pale pale mlipoishia. Ndio maana Yanga wanakuambia tu sisi safari hii usajili huu utakuwa usajili wa kufa mtu. Shida inakuja waje wazoee mazingira na mwalimu au upande wao. Unaweza mkasajili mwalimu asio upande wenu. Upande wenu kivipi? Asikionyeshe kile alichonacho. Mimi mpaka najiulizaga sio natoka na nini. Mwalimu yule yule katoka vizuri huko alikotoka, anafanya vizuri. Kwa nini akaenda kwenye timu nyingine anafuzwa mapema? Unajua maana yake nini? Mazingira. Kuna mambo mengi sana kusababisha mwalimu aendelee kubaki. Labda mchungaji, kwa mazingira haya ukiangalia namna ambavyo sajili zinaendelea, unaionaje ligi kuu ya NBC Premier League kwa ujumla kwa maana ya timu zote? Ligi itakuwa ngumu sana. Sababu ukienda Singida huko unakutana na Naja Chazi au wako huko. Chazi wameshinda kumsajili bwana. Basi hayupo akina nani Simba Mweusi yuko kule. Akina Soa. Singida bado itatisha. Bado TRA nao wanafanya usajili. Kwa hiyo ligi yetu bado shughuli bado ni pevu. Hakuna wepesi. Kumbuka hao wanaacha Simba, wanaoacha Yanga, wanaenda kwenye timu za mikoani. Hapa ni yale yale. Kwa hiyo mna kibarua kizito wana Simba sasa. Sio tena sio kidogo. Simba yani ubingwa wa mwaka Simba afanye kazi kubwa sana. Bila kufanya kazi kubwa atakuwa ni yale, kufanya kazi kubwa sana. Na kitu kingine viongozi nao wafanye kazi kama waliofanya kazi safari. Hiyo ndio itasaidia sana kuonekana kwamba Simba anaweza kuchukua ubingwa tena. Lakini ikiwa kwamba ndio vile kwa sababu wenzetu Yanga wao wana hesabu. Hesabu zile wanazipanga. Mwisho wa siku sisi wanatuzidi kwenye hesabu tu. Kama ubingwa wa mwaka si hesabu tu. Umeona bwana. Na sisi tuna uzembe tuliofanya ambao tutaki kukiri. Sisi usiangalie Azam wala Yanga. Uzembe. Yanga amebakisha pointi moja unazitaka kutoa sare ya nini tena? Ina maana kwamba ile mechi ile ilikuwa tumeshinda sisi. Banga tungekuwa mabingwa. Mechi gani unajua? Mechi na Mtibwa. Ile mechi mimi naisema sana ile. Watu walisemaje lakini ndio ilitunyima ubingwa ile. Sababu ile mechi tungeshinda ingekuwa vipi? Umeona bwana. Kwa hiyo sisi tumekosa pointi 3 kwa Mtibwa. Hiyo ndio sababisha sisi tusichukue ubingwa. Haya mambo ya Simba na Yanga waachana nayo. Haya Yanga si na Azam si ile ndio sababisha tusikose ubingwa. Sasa kwenye mashindano ya Kagame mchungaji, leo mnaanza kucheza mchezo wenu wa kwanza na bingwa wa Somalia. Pengine tutegemee kuona maajabu ambayo yanaweza kufanywa na wachezaji wa Simba leo. Sasa kwa ukanda huu kuna timu kuzuia Simba. Level za Simba shavuka zamani. Simba kwa nahangaika miaka 90. Na hizo timu za Afrika Mashariki. Siku hizo level hiyo shavuka. Timu kubwa pale labda kama Gor Mahia. Sasa Gor Mahia anataka kuzuia Simba. Ni timu kubwa tu pale. APR ndio unaona kama jana kafungwa siku ngapi. Umeona bana. Jana ile Vipers. Timu labda ni Vipers, Gor Mahia ndio timu. Lakini wengine hamna timu yote. Kwa hiyo sisi wenyewe tu tushindwe safari. Alilali si wapo na wenyewe? Alilali wapo Bila shaka. Hiyo nayo hao ndio wasumbufu. Kwa timu kama 3 tu. Sasa kwa timing kwa timu kubwa kama Simba sasa hivi, hakuna mtu akuzuia. Kombe tunakuja nalo tena. Kuna parade nyingine iko mbele ya kuchimba dawa. Huwezi kujua Simba wabunifu, anza kufanya jambo lingine tena. Kwa dawa mchimbi tena. Yani nitashapita na wakati. Unakuja na soga nyingine. Au umezungusha mabati pale? Hata kama umezungusha mabati, tutakuja na jambo lingine jipya tofauti na hilo. Tutajua siku hiyo hiyo. Wakishuka hapo wote wanakuambia njia yetu ni ile ile. Wanaanza shughuli zao. Utakachotokea. Kwa mazingira haya sasa unawaambia nini Young Africans? Ni kusubiria. Sajili ni kusubiria. Sajili kama umebeti sasa unasubiria je mkeka utachanika au utatiki. Ndio kitu ambacho kinasubiriwa sasa hivi. Je, Yanga atafanikiwa au Simba atafanikiwa? Lakini Simba ana advantage kubwa, nimekupa sababu ni nini?
kwamba kikosi chake cha mwaka jana kilikuwa bora sana. Pamoja kichukua ubingwa lakini kilikuwa bora sana. Bado mnacho. Kwa hiyo ni muendelezo. Kwa hiyo alichofanya Simba ni marekebisho. Yanga wao wanakuwa kama wanaanza upya kwa sababu hata wachezaji wa kigeni wanaochukua ni wengi. Sema wachezaji watatu tu. Ndio kugundua kwamba Yanga usajili wake ndio inahitaji wachezaji wengi. Alafu mbaya zaidi Simba wana mwalimu yule yule ambao wamevuka naye msimu mwingine. Yanga wana mwalimu mpya, yani benchi la ufundi lijipya. Mpaka waje waozee mazingira, waadapti na wao wanapotaka na mfumo wa mwalimu anataka hivi. Ndio unashaka nusu msimu ushafika. Ndio wangu nilikuwa nazungumza mimi. Ndio nasema nikampa nafasi kwa sana kusamba Simba kwa sababu mwalimu ni yule yule, wachezaji 90% ni wale wale. Hakuna aliyetoka. Yanga kaacha wachezaji. Maona bwana. Ndio hicho kitu ambacho kwa nalenga hapo. Peter Shalulile mnamtegemea kuingia ndani ya kikosi chenu cha Simba ama ndo tayari nyinyi mmeweza kushindana naye? Viongozi wa Simba kama watamuona nafaa watamchukua. Kama juhudi bado zipo hizo watamchukua. Kama hazipo basi. Mimi jana nitegemea Yanga ndo watamtangaza kama kwa sababu nilisikia na wao walikuwa wanampigania. Lakini cha ajabu nimeshangaa kwa kumsajili. Wamesajili wachezaji wengine kabisa. Kwa hiyo yoyote atakayempata yule ni striker bwana. Mtu asikuda kwa sababu yule anaonekana na tumemuona si ligi moja tu, si msimu mmoja tu. Msimu karibu 4. Tunamuona mtu ambaye ana focus, anajua kufunga. Kwa hiyo yule ukimchukua huna shaka naye kwa sababu tumemuona kwa macho yetu. Kwa hiyo yote atakayempata yule atakuwa amepata striker mzuri sana. Yeah. Peter Shalulile anajua kufunga. Lakini labda kigezo cha umri labda hakiwezi kikawa. Hapana, wala sio sababu hiyo. Wakina Ronaldo wanacheza na miaka 40 na ngapi sijui. Itakuwa yeye yule. Kwanza kazi ya striker ujue ungepata wachezaji watu wanaokulisha kwa sababu na wewe unajua goli. Utumie nguvu kubwa. Kwa hiyo kumpata kama yule ni kazi wanafanya kina Libase wakina Ura wanafanya kazi kubwa. Unamlisha tu yule bwana. Anakuja anamaliza basi kazi inakuwa nyepesi. Kwa hiyo kama Simba watajaribu kumpata yule watakuwa wamepata mtu muhimu sana ndani ya klabu. Eneo la golikipa kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wanadodosa. Hamtaweza kufanya labda mabadiliko mengine kwa maana kuongeza golikipa mwingine ama golikipa Kasari na walioko akina Hussein Abel wataendelea kuungana na Kasari? Ni wale Abel bado yupo, huyu naye bado yupo. Umeona bana, huyu ambaye ametusababisha tukapata makombe. Sasa mtu alipo makombe utamwacheje? Na mtu kaita makombe afu unamwacha tena, unaonekana ajabu. Yule jamaa kipi Kamara Simba wamechana kwa sababu asitoka majeruhi. Unaweza kumchukua asirudi katika kiwango kile tena. Umeona mtu kutoka majeruhi, unajua kitu. Mtu kutoka majeruhi anaweza karudi akiwa vile vile ama ka drop zaidi. Kwa hiyo sasa kwa nini ubeti sasa? Wakati una mtu ambaye tayari ana moto, yani kashika kasi. Simba ndio kitu chofanya na wamefanikiwa, wamefanya jambo zuri sana. Sana. Kwa hiyo kumacha Pinipini Kamara ni maamuzi mazuri. Na ukumbuke hata upande wa Yanga nasikia Job kapona. Nasikia yule bodaboda yule kapona. Umeona bodaboda? Nani Mzinzi. Yule naye kama kapona na atarudi katika kiwango chake, watakuwa wamepata mtu ambaye ni bora. Na atasaidia sana. Na alisema kwamba atafunga nyinyi Simba. Anatamani kuwafunga Simba. Sasa yeye bado anaishi historia. Hajui kwamba kuna vitu vimetokea vipi. Yeye kwa yupo. Sasa watu wanaambia tumhadithie kwamba kuna mambo mapya hapo. Yeye bado anaishi historia zile za zamani. Yule jamaa katika ubora ni msumbufu. Ni msumbufu. Kama atarudi katika ubora wake. Msumbufu. Wachezaji ambao walituonyesha kitu na tuliwaona. Neno lako la mwisho kwa mashabiki wa Simba? Simba watafute maseka. Tumepata yule kutafuta steka mwingine tena. Tuwe na aina ya maseka hao watatu ndani ya Simba. Kama tungempata Peter na huyu Dumbia pamoja na Sele. Hawa watatu. Kwani Sele imefanikisha kumbakisha? Watabaki tu. Zile mbwembwe. Mbona? Honest back. Upate hawa watatu. Au unapata wa kigeni wawili na Sele ndani. Mbona? Simba tukosema winga tayari tunao. Viungo tunao. Tumefanya jambo la maana sana. Ndio viongozi wanajaribu washauri kama kuna kasio waifanye ili tuweze kupata kitu kama hicho. Mchungaji, mimi nikushukuru na nikutakia kila la heri. Asante sana. Mungu awabariki Nyasa. Shukrani sana.